Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Karibu moja kwa moja. Leo tutamwangazia mfalme Nebukadneza, mfalme ambaye anatajwa na kitabu cha Danieli pamoja na wafalme, mfalme ambaye anaonekana kuwa ni mkatili, mfalme ambaye ana kiburi, mfalme jeuri na mfalme ambaye hakutaka kuambiwa lolote. Karibu tuweze kuambatana pamoja katika makala ya leo. Mfalme Nebukadneza anajulikana katika Biblia kama mfalme mwenye nguvu zaidi wa dola ya Babylon na ambaye ametawala takriban mwaka 605 na mwaka 562 KK, ambaye alicheza nafasi kubwa katika historia ya Wayahudi. Alivamia Yuda na kubomoa Yerusalemu na kuchoma moto hekalu la Suleiman mwaka wa 586 KK. Alihamisha watu wengi wa uzao wa kifalme wa wasomi hadi Babeli, tukio linalojulikana kama utumwa wa Babeli, akiwemo Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego. Mfalme Nebukadneza anajulikana kwa kuigeuza Babeli kuwa jiji lenye utukufu mkubwa, akijenga miundombinu imara, na katika kitabu cha Danieli sura ya 4 anajulikana kwa kuonyesha kiburi kikubwa. Baada ya matukio mbalimbali, hasa ndoto alizofasiliwa na Danieli na wokovu wa vijana watatu katika tanuru la moto, alikuja kukiri kuwa Mungu wa Danieli ni Mungu wa kweli. Kulingana na masimulizi ya Biblia, hasa katika kitabu cha Danieli pamoja na wafalme na historia ya Babeli, mfalme Nebukadneza alijulikana kwa nguvu zake kubwa, lakini pia kwa vitendo vyake vya ukatili pamoja na kiburi. Hapa kuna mambo 10 maovu na ya kikatili zaidi ambayo alishawahi kufanywa na mfalme huyu Nebukadneza. Moja ni kuvamia Yerusalemu na kuharibu hekalu. Alivamia Yerusalemu, akabomoa kuta za mji na kuteketeza kwa moto hekalu la Suleiman. Ukisoma Wafalme wa Pili sura ya 25 aya 9 hadi ya 10. Akateketeza nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme na nyumba zote za Yerusalemu, naam, kila nyumba kubwa aliteketeza kwa moto. Na jeshi lote la Wakaldayo waliokuwa pamoja na huyu amili wa askari walinzi akazibomoa kuta za Yerusalemu pande zote mbili, ni kuwateka nyara watu wa Mungu. Aliwapeleka wakazi wa Yuda utumwani Babeli, akaacha maskini tu katika nchi. Ukisoma Wafalme wa Pili sura ya 25 aya ya 11 hadi 12. Na mabaki ya watu waliosalia katika mji, nao wale walioasi na kumkimbilia mfalme wa Babeli, na mabaki ya watu wote wengine, amili wa askari walinzi akawachukua mateka. Lakini huyo amili wa askari walinzi akaacha watu walio maskini ili wawe watunza mizabibu na wakulima. Tatu ni kujisifu kwa kiburi kikubwa. Alijivunia utukufu wa Babeli aliyoujenga yeye mwenyewe. Ukisoma Danieli sura ya 4 aya ya 30, mfalme akanena akasema, mji huu sio wa Babeli mkubwa niliyoujenga mimi, uwe kao langu la kifalme kwa uwezo wa nguvu zangu, ili uwe utukufu wa enzi yangu. 4 ni kusimamisha sanamu ya dhahabu na kuamuru iabudiwe. Alijenga sanamu kubwa ya dhahabu na kuamuru watu wote waiabudu, akijaribu kulazimisha ibada ya sanamu. Ukisoma Danieli sura ya 3 aya kwanza hadi ya 6, Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambapo urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60 na upana wake ni dhiraa 6, akisimamisha katika utawala wa Dura katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadneza akatuma watu, akakusanya waamili na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote, ili wahudhurie wakati wa kuzindua ile sanamu ya mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Ndipo waamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote wakakusanyika ili kuzindua ile sanamu ya mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Wakasimama mbele ya ile sanamu ya mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote za taifa la lugha, mmeamliwa hivi: wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuli na zomari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu ya mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha, na kila mtu asianguka na kuabudu atatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru la moto uwakao. 5 ni kujaribu kuwachoma moto Shadraka, Meshaki na Abednego. Aliamuru watupwe katika tanuru la moto wenye makali sana kwa kukataa kuabudu sanamu yake. Ukisoma Danieli sura ya 3
aya 19 hadi 21. Ndipo Nebukadneza akaja ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadrach, Meshach na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa na jeshi lake kuwafunga Shadrach, Meshach na Abednego na kuwatupa katika tanuru lililokuwa likiwaka moto. Basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. 6 ni kuua viongozi na wakuu wa Yuda. Aliwaua wana wa mfalme Sedekia mbele ya macho yake, kisha akamtoa macho Sedekia mwenyewe. Ukisoma Wafalme wa Pili sura ya 25 aya 7. Wakawaua wana wa Sedekia mbele ya macho yake, wakampofosha macho Sedekia, wakamfunga na pingu, wakamchukua mpaka Babeli. 7 ni kuua wenye hekima kwa kushindwa kufasiri ndoto. Aliamuru kuuliwa kwa wataalamu wote wa Babeli, ikiwa ni pamoja na Danieli na wenzake, kwa sababu walishindwa kujua ndoto yake. Ukisoma Danieli sura ya 2 aya ya 12 hadi 13. Basi kwa hiyo mfalme akaghadhabika sana, akaona hasira nyingi, akatoa amri kuangamiza wenye hekima wote wa Babeli. Basi ile amri ikatangazwa na hao wenye hekima walikuwa karibu na kuuawa. Watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wauawe. 8 ni ukatili wa vita na unyang'anyi. Alipora vyombo vyote vya thamani vya dhahabu na fedha kutoka kwenye hekalu la Bwana na kuvipeleka Babeli. Ukisoma Wafalme wa Pili sura 25 aya 13 hadi 15. Na zile nguo za shaba zilizokuwako nyumbani mwa Bwana na ile bahari ya shaba iliyokuwamo nyumbani mwa Bwana, Wakalidayo wakavivunja vipande vipande, wakaichukua shaba yake yote mpaka Babeli. Nayo masufuria na majembe na makasi na miiko na vyombo vyote vya shaba walivyokuwa wakivitumia wakavichukua vyote. 9 ni kujivika mamlaka ya kimungu. Kwa sababu ya kiburi cha mfalme Nebukadneza, alijiona kuwa juu ya mfalme yeyote na hata akajifananisha na Mungu, jambo lililomfanya aonywe kwa kuathiriwa na Mungu. Kiburi chake kilisababisha Mungu kumwadhibu, kumfanya aishi kama mnyama wa mwitu kwa miaka 7 akila nyasi kama ng'ombe.